wote mnanifahamu, lakini Peter Kibatala I assume nimeshatambulishwa. Kwa hiyo around tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2025 ilizunguka barua katika mitandao. Barua hiyo ilikuwa inajielezea kwamba imesainiwa kwa mkono wa Register of Societies, msajili wa taasisi, sio neno rasmi sana, lakini ya Register of Societies. Nafikiri mnafahamu kwamba kanisa na taasisi nyingine za kijamii zina mchakato wake wa kuomba kusajiliwa, na mfumo wake wa usajili huko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na kuna wasajili mbalimbali. Kuna wasajili wa vyama vya michezo, kuna wasajili wa taasisi kama makanisa, kuna wasajili wa NGOs, na baada ya kupata usajili kila taasisi inapata hati ya usajili. Kwa hata kanisa Glory of Christ Tanzania Church na yenyewe ilipata usajili na ikapata hati ya usajili. Sasa sheria ambayo inasimamia zoezi zima la usajili mpaka kufutwa kwa usajili kwa in this context makanisa inaitwa Societies Act. Ina mchakato wake wa kisheria kama nilivyosema, kuanzia kanisa tajlimit